Amesema kuwa ujenzi wa kituo cha kuwatenga waathiriwa wa Ebola usaidizi wa Marekani ni jambo la kimsingi na dharura la kufanya wakati huu ambapo kuna hatari ya ugonjwa wa Ebola nchini DRC. Rais Ruto akizungumza akiwa katika ziara yake ya siku 3 nchini Afrika Kusini, amesema kwamba hisia tofauti zinazoibuliwa nchini zinaashiria kuwa Wakenya wamekosa habari mwafaka kuhusiana na zoezi hilo, akisisitiza kuwa hicho ni moja kati ya vituo 23 nchini. Aidha, amedokeza kuwa iwapo Kenya ingekataa ombi la Marekani ingeonyesha ubinafsi wa kiasi kikubwa, hasa ikizingatiwa kwamba Marekani imekuwa nguzo muhimu kwa Kenya katika sekta tofauti ikiwemo afya. Rais William Ruto ameanza ziara yake rasmi katika taifa la Afrika Kusini leo hii akifanya kikao na rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa. Katika hotuba yake, Rais Ruto akisema kuwa hisia tofauti zinazoibuka nchini kuhusiana na ugonjwa wa Ebola ni kukosa taarifa mwafaka, akisema kuwa ujenzi wa kituo cha karantini ndio jambo la mwafaka na muhimu kufanya wakati huu. Even if the Americans had not set up that facility at the military base, if there was any American in Kenya, we would take them to a Kenyan facility. We would not throw them out, because the Constitution of Kenya tells us that we are responsible for the health of the citizens of Kenya, including those who are in Kenya at any one time. So what you see as a debate in Kenya is lack of information. You know, people who may not have enough information to understand what we are doing. If we don't prepare and a situation occurs, we would have to answer much more difficult questions than the ones we are answering now. Rais Ruto akisema kuwa Kenya hakuna Ebola, ila ugonjwa huu unahatarisha maisha ya wananchi jirani wa mataifa ya DRC na bara la Afrika kwa ujumla. Ndio maana Kenya inafanya juu chini kujitayarisha kabla ya janga zaidi kutokea. The Ebola situation in Eastern DRC is a source of concern for any country, including Kenya, that is mindful of matters health of its citizens. And the responsible thing to do when there is reports of such high-level infectious outbreak in a region where we have thousands of citizens, Kenyan citizens in DRC. We have soldiers in DRC. The most responsible thing to do is to prepare for any eventuality. Kwa upande wake, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akisema kuwa serikali yake imetoa mgao wa mamilioni ya pesa katika mashirika na vituo mbalimbali ya kiafya ili kuzuia Waafrika na wananchi zaidi dhidi ya ugonjwa huu wa Ebola. We protect South Africa and make sure that we do not in any shape or form ever have Ebola. We're protecting the whole continent as well. And so this contribution is meant to strengthen health systems in the DRC, in Uganda, as well as the AU CDC will be making that type of initiative because our health systems on the continent do need to be not only strengthened, but there needs to be readiness to deal with pandemics like this. If on one request by the Americans to set up a facility at their cost, we would refuse. We would look very inhuman. Rais Ruto aidha amepigia upato ushirikiano wa kibiashara, utalii na pia michezo, lengo kuu likiwa ni kuboresha na kuinua sekta hizi huku pia uchumi ukiendelea kuboreka zaidi. Fredrick Kwambua, Undugu TV.